Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Usipoteze ndoto zako kwa ajili ya mapenzi. Unapoamua kuanza safari ya kutafuta mafanikio, jua kwamba changamoto kubwa sio tu kutoka ulimwengu wa nje, bali pia kutoka ndani ya maisha yako binafsi. Na mara nyingi mtihani mkubwa unakuja pale unapopaswa kuchagua kati ya ndoto zako na mahusiano yako. Larry Ellison, mwanzilishi wa kampuni kubwa ya teknolojia Oracle, alipitia hali hii katika siku zake za mwanzo kabla hajawa bilionea. Larry aliwahi kuoa, lakini ndoa hiyo haikudumu sababu mkewe alimuacha akisema, "Mume wangu hana vision, hana dira, anaishi tu bila mpango wa maisha." Larry hakupoteza muda kubishana naye. Alimpa talaka, akavuta pumzi ndefu na akaamua kuwekeza nguvu zake zote kwenye kazi za ndoto zake. Leo hii Larry Ellison ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani, miongoni mwa nafasi za juu nyuma ya Elon Musk. Somo hapo ni moja: usiruhusu mapenzi ya kutoe kwenye njia yako ya mafanikio. Ndiyo, ndoa ni muhimu, lakini isiwe sababu ya wewe kusahau unataka kuwa nani baadaye. Larry aliachwa kwa sababu alionekana hana vision ya kimaisha, lakini hakukubali kusaliti ndoto zake. Na kuna jambo jingine muhimu: omba Mungu akupe mwenzi wa maisha atakayesimama na wewe katika ndoto zako. Kwa nini? Kwa sababu mkiwa mume na mke, mara nyingi ndoto moja itahitaji kupewa kipaumbele na kuungwa mkono na vyote viwili. Basi, kwa leo naomba niishie hapa, ila nachotaka kukukumbusha tu kwamba usisahau ndoto zako kwa sababu ya mapenzi au mahusiano. Mahusiano yapo tu, lakini kuna jambo la kujifunza katika hili nililozungumza leo. Usipoteze ndoto zako kwa ajili ya mapenzi. Na maanisha kwamba kuna muda unahitaji kufanya jambo fulani, lakini jambo hili unaona ukilifanya utachelewa kuoa. Si kweli. Kuoa kupo na ndoto zako zinahitaji kuendelea. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu.